Nafikiri jana waandishi tukiwa sisi ambao mlikuwa kwenye ule mkutano kule ambao walifanya Young Africans, kuna kauli ambayo mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Young Africans Alikamu alizungumza kuhusiana na mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Chacha Matiku ambaye ni mlezi wa timu ya Tabora United. Lakini pia sio tu kuzungumza, lakini alizungumza kauli ambazo hazikuwa na afya katika mpira wetu wa Tanzania. Kitu ambacho labda watu hawakifahamu ni kwamba Paul Chacha Matiku, mkuu wa mkoa wa Tabora, ni mlezi wa timu ya Tabora United. Sasa leo hii anapokuja msemaji ambaye ni level ya chini sana, mkuu wa mkoa ni status kubwa. Sawa, tunapozungumzia mkuu wa mkoa ni status kubwa. Yule ni mteule wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Na yule tunaweza tukasema kwamba ni mwakilishi wa rais katika mkoa wa Tabora. Na hata hao mashabiki ambao walikuwa wanazungumza nao ni mashabiki wa Yanga lakini wanaishi Tabora. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Chacha Matiku ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora, ambapo hao mashabiki wa Yanga ambao walikuwa jana pale wakizungumza zile sentensi kupitia kwa mkuu wa idara ya habari na mawasiliano, ni mkuu yani ni sehemu ambayo wao wanaishi katika mkoa wake. Kwa hiyo niseme tu kitu kimoja, sisi kama club hatujafurahishwa na kauli zake. Hatujafurahishwa na kitendo ambacho amekizungumza cha kumzailisha mkuu wa mkoa wa Tabora. Ishi ya mkuu wa mkoa wa Tabora kutoa bonus, hiyo ni business as usual. Na hajatoa bonus kwa mechi ya Yanga. Mechi ya Simba alizungumza kabisa akasema Tabora mkimfunga Simba natoa milioni 50. Lakini hatukumuona afisa habari wa Simba akienda kumshambulia mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kauli ambazo alizungumza. Hatukuona hicho kitu. Lakini ni ajabu kwa mkuu wa idara ya habari wa Yanga kwenda kumshambulia mkuu wa mkoa wa Tabora kwa sababu tu amezungumza kauli ambayo imekwenda kutoa hamasa kwa wachezaji. Kwa hiyo mimi ambacho nataka kuzungumza kwa niaba ya klabu, cha kwanza tumesikitishwa na hatujafurahishwa na kauli ambazo amezungumza, kwa sababu yeye kwa level aliyokuwa nayo hana level ya kuzungumza maneno machafu kwa mkuu wa mkoa, hana. Na sidhani kama Yanga inaajiri watu kwa ajili ya kwenda kutukana wakuu wa mikoa. Na sidhani kama Alikamu ameajiriwa na Yanga ili akija kwenye mechi ya Tabora aje amtukane Paul Chacha Matiku. Sidhani kama Yanga walimwajiri kwa kazi hiyo. Yanga wamemwajiri kazi ile, ninaamini maafisa habari tunaajiriwa kwenye hizi idara kwa ajili ya kuhamasisha na kutoa taarifa. Mimi sikumbuki kama kuna siku ambayo niliwahi nikasimama kwenye vyombo vya habari nikazungumza kitu chochote labda cha kumharas au cha kumtukana au cha kuzungumza kauli ambazo sio nzuri kwa rais wa Yanga na maanisha Engineer Harris au fadhili wa Yanga kwa maana ya Jesse Sizani, au kwa makamu wa rais wa Yanga kwa maana ya Arafat, au kwa kiongozi yote yule wa Yanga ambaye ni kiongozi mkubwa katika timu ya Yanga. Sijawahi. Lakini level ya Alikamu sio level ya kwenda kuzungumza maneno ambayo amezungumza jana. Kwa hiyo sisi kama club, cha kwanza tunaiomba mamlaka husika za mpira wa miguu kwa maana ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuchukulia hatua jambo hili, kwa sababu hii sasa imekuwa kama ni tabia. Bodi ya ligi wanaposema kwamba media officers tufanye kazi kwa ajili ya kuhamasisha mechi, hawajawahi kuambia kwamba maafisa habari wafanye kazi kwa ajili ya kutukana viongozi. Wao umekuja Tabora, umekuja kucheza mechi, fanya kile ambacho kimekuleta, hamasisha unavyoweza, lakini sio katika legacy ya kwenda kuzungumza kitu ambacho unajua kabisa kwamba yule ni mtu ambaye ana familia yake, yule ni mteule wa mheshimiwa rais, wananchi wa mkoa wa Tabora wote wanamwangalia yeye, wanamsikiliza yeye. Kwa hiyo wewe unapokwenda kuzungumza maneno ya kumtukana na kumharasi na kumdhalilisha, tafsiri yake ni kwamba unadhalilisha ile nafasi. Kwa hiyo mimi tunachosema kusema kwamba tumehuzunishwa na ile kauli, na nampa masaa 24 Alikamu aombe msamaha na muombe samaha mheshimiwa mkuu wa mkoa. Yaani nampa masaa 24 amuombe msamaha Paul Chacha Matiku. Tofauti na hapo hatuna sentensi nyingine ambayo tutakwenda kuzungumza, kwa sababu sisi hatujawahi kuwaharasi wala kuwazungumza chochote vibaya viongozi wao. Tumekuwa tukizungumza sentensi moja kwa ajili ya kuhamasisha mechi.
Mechi hii tangia imeanza tulikuwa tunazungumza sentensi za kuhamasisha mechi, lakini hakuna mahali ambapo nilisimama nikazungumza tofauti na kitu ambacho cha kwenda yani cha kwenda kuwavunjia heshima viongozi wake ambao yeye wamemwajiri pale. Narudia, labda kama haelewi, Paul Chacha Matiku ni mlezi wa timu ya Tabora na ni mkuu wa mkoa wa Tabora. Kwa hiyo ana haki ya kwenda kambini kuzungumza na wachezaji, ana haki ya kwenda kuhamasisha kama ambavyo wakuu wa mikoa wengine ambao timu zipo katika mikoa yao wanakwenda kufanya. Lakini hakuna mtu ambaye aliwahi kusimama akamtukana mkuu wa mkoa kwenye timu, labda kuna timu ambayo ipo ligi kuu, hakuna mtu ambaye amewahi kwenda kusimama na akaenda kumtukana. Kwa hiyo nampa masaa 24 amuombe radhi Mheshimiwa Paul Chacha Matiku. Tofauti na hapo, lakini pia kingine tunaiomba bodi ya ligi pamoja na TFF, kwa sababu ndio mamlaka ambao zinasimamia vilabu na hawajawahi kuwaruhusu maafisa habari kwenda kuongea maneno makali kwa viongozi ambao wapo kwa ajili ya kuisaidia timu. Asante. Kuelekea katika mchezo wa kesho, naweza nikasema kwamba mpaka sasa hivi maandalizi yamekamilika kwa 90%. Zimebaki 10% ambazo ni za kwenda uwanjani kesho kwa wachezaji ili tuweze kwenda kupambana kutafuta alama 3. Na kitu ambacho napenda kuambia kwamba tunajua Yanga wana mchecheto. Yaani na ndio maana mpaka inafikia hatua watu wanaanza kuzungumza maneno makali. Kuzungumza maneno makali hakusaidii wewe kushinda mechi ya kesho. Yaani kuzungumza maneno makali wewe hakusaidii kwa aina yoyote ile. Unachotakiwa wewe nenda uwanjani mkacheze mpira. Sisi tumejiandaa kwenye hii mechi kama ambavyo tulivyojiandaa katika mechi iliyopita. Na sisi swala la Tabora kwenda kumfunga Yanga kesho sio story. Yaani story kubwa ambayo itakuwa ni Yanga kufungwa na Tabora, lakini sio Tabora kumfunga Yanga. Kwa sababu sisi kwetu tumeshakuwa ni kitu cha kawaida. Mechi ya kwanza tulimfunga Young Africans tukiwa nyumbani kwao katika uwanja wa Chamazi na tukamfunga magoli mengi tu, magoli 3-1. Kwa hiyo sisi kesho tunakwenda kutafuta heshima au kwenda kuendeleza heshima katika mkoa wetu, lakini pia kuendeleza heshima kwa mashabiki zetu. Mashabiki zetu tulivyomaliza mechi wamekuwa wakitoa ushirikiano kila siku na kila mtu alikuwa anatamani kuona mechi yetu ya dhidi ya Yanga tunakwenda kucheza katika uwanja wa Hassan Mwinyi baada ya uwanja wetu kufungiwa. Na ndivyo ambavyo sisi management ambao tulipambana tukasema kabisa kwamba ni lazima tuhakikishe mchezo huu unakwenda kuchezwa katika uwanja wetu wa Hassan Mwinyi, na ndivyo ambavyo tumefanya. Kwa hiyo niwaambie mashabiki zetu na Watanzania wote kwamba jukumu letu sisi ni moja tu, watu wasiwe na wasiwasi. Kesho tuendeni uwanjani, tukateni ticket na tukate ticket original. Kuna ticket fake zimekuwa zikitolewa. Nafikiri hata jana nimezungumza na leo nazidi kuzungumza tena. Jamani, hatutomvumilia mtu ambaye atakuja uwanjani ana ticket fake.